Leo ilikuwa ni siku muhimu katika maendeleo na ustawi wa sekta ya fedha, hususan masoko ya mitaji hapa nchini, kwani tumeweza kuweka historia kuu tatu kutokana na kuorodheshwa kwa hati fungani ya kampuni ya iTrust, yani iTrust Bond, ambapo hati fungani hii imeweka historia kuu tatu. Kwanza inakuwa ni hati fungani ya kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki kuwa imetolewa na kampuni yenye leseni ya uwakala wa soko la hisa, lakini vile zikiwa na leseni kutoka mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, lakini ikiwa inasimamia mifuko 6 ya uwekezaji wa pamoja. Pili, inakuwa ni hati fungani ya kwanza ambayo imepata mafanikio katika toleo la kwanza. Ilikuwa ni hati fungani ya thamani ya bilioni 100 ambayo ilikuwa itolewe katika miaka minne katika awamu 4, lakini imeweza kutolewa katika awamu ya kwanza. Walitarajia kupata bilioni 15, lakini wameweza kupata bilioni 114, sawa na mafanikio ya asilimia 761. Kwa hiyo inakuwa ni hati fungani ambayo imevunja rekodi ya kuwa hati fungani yenye mafanikio makubwa zaidi kwenye masoko ya mitaji. Hati fungani ambayo ilikuwa inashikilia rekodi ilikuwa ni hati fungani iliyotolewa na kampuni ya First Housing, yani nyumba bond, ambayo tuliorodheshwa katika soko la hisa mnamo tarehe 9 Juni 2026 ikiwa na mafanikio ya asilimia 661, lakini leo tunaorodhesha hati fungani yenye mafanikio ya asilimia 761. Kwa majina naitwa Samali Shirima, mimi ni afisa mwandamizi kwenye kitengo cha ushauri na utafiti kwenye kampuni ya iTrust Finance, na siku ya leo tumekuja hapa kwenye hoteli ya Hyatt kuorodhesha hati fungani au bond ambayo ilikuwa imetolewa na iTrust kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa wawekezaji wote ambao waliweza kuparticipate kwenye IPO yetu wanaweza kuona uwekezaji wao, na wengine ambao wanataka kununua kwenye soko la upili au secondary market wanaweza kufanya hivyo. Kuenda kuchangia kwenye maendeleo au kwenye dira ya taifa la 2050 kwa moja kusaidia taasisi yetu kuongeza mtaji ambao utasaidia sisi hapa kufanya maboresho kwenye masuala ya kidijitali, ambayo haya yatatusaidia sisi kuwafikia wawekezaji wengi zaidi na kuwaleta Watanzania wengi zaidi kwenye fursa za uwekezaji kwenye masoko ya hisa na mitaji. Kama unavyoona hapa nyuma yangu, asilimia 761 inaashiria kiasi gani cha pesa ambacho kimekusanywa kulinganishwa na kiasi ambacho kiliombwa. Tulivyokuja sokoni tuliomba umma bilioni 15 tu za Kitanzania, lakini kwa sababu ya imani kubwa ambayo wawekezaji wametuonyesha, tumepata mafanikio makubwa ya kupata kiasi cha bilioni 114.12. Kwa hiyo kutokana na kuomba bilioni 15 na kupata bilioni 114, ndio maana unaona subscription rate ya asilimia 761. Kwa hiyo tungependa sana kuwashukuru wawekezaji wetu kwa kutuonyesha imani kubwa ndani yetu kama taasisi ya kifedha, lakini pia kuonyesha imani kubwa kwenye masoko yetu ya mitaji. Watanzania wameonyesha nia kubwa, wameonyesha uelewa wa kuwekeza kwenye masoko yetu ya mitaji, na tunaelekea pazuri sana na tutaweza kufikia malengo yetu ya dira 2050.